Mambo ni kuchemka. Tunatoboa kila kitu, lakini si one time. Hii tuko mpaka mwisho. Na leo niko na mwenzangu hapa, ni msanii mkubwa by the way, from Silent, from Sambulat. Hiyo mingine atatuelekeza, ataweza kutueleza kwa sababu naweza ongea nikaongea uongo. So karibu sana. Thank you my brother. Kwa majina unakuitaje mtaani? Kwa majina naitwa Sami Kaji Sami Ramazi. Ndio jina la muziki huo. Ya muziki na kusaliwa? Ya kusaliwa ya ama watume kitu ya mpesa then wataona bila shaka shasema, lakini nasema kwa sababu jina langu unajua ni yangu. Mimi naitwa Samuel Papenye. Ndio jina langu ya mzazi. Lakini jina la stage ndio Sami Ramazi. Sami Ramazi, nimeona social media ukiteza manze. Huku karikari hapa shows hapa kule, kila wakati ni kuchapa kabisa kakaangu, kungangana. Ningetaka kujua leo unafanyanga culture music kwa sababu ya kukosa otherwise ama iko kutoka kwa ndani? Unajua kuna ile mtu anasema nafanya hii kwa sababu sina lingine la kufanya. Kwanza kabisa tunafanya culture music kwa sababu ya kuelimisha jamii yetu ya nikisema kuna Wasamburu, Masai, Ilchamus kutoka Baringo na Rendile kutoka Marsabit. Kwa hiyo tunafanya culture music kwa ajili ya kuwaelimisha tu. So on culture iko na mafundisho. What about entertainment? Kwa sababu sidhani unaenda kwa harusi ya mzee. Kuimba ngoma jina mu advice entertainment. Pia entertainment. Unajua nikisema kuelimisha, huwa tunaelimisha kwa njia na namna ambayo unajua sasa ukitaka kufanya kitu lazima utengeneze kicho mwafaka na ile kitu ambacho unataka kuifanyia. Kwa hiyo tunafanya muziki ambao iko na ujumbe maalum ambao unawaelimisha watu jamii yetu. Kwa ile wakati pia tunaweka namna ya kuimba, unajua ile kwetu kuimba tradition. Kwa hiyo tunafanya kwa njia ama namna ya kuimba na bado tunaweka ujumbe ndani ili hali watu wakuje tujumuike pamoja kuimba na watusikize. Kuna mtu pale anauliza kwani muziki inalipa hela ngapi? Kwa sababu ile ruku unayopiga sijui ilikukosea nini. So tangu anze kufanya usanii inalipa ama kuna mara nyingine unatoa pesa ndio uweke kwenye muziki? Muziki inalipa? Kikuni muziki inalipa. Muziki ni kazi kama ile kazi nyingine tu. Kwa hiyo as long as nimekukubali nayo muziki kwa sawa kabisa. Kwa hivyo muziki inalipa. Kuvaa kwetu, muonekano wetu ni kwa ajili ya muziki. Kwa sababu ukijaribu kuangalia our background life, our previous life, maisha yetu iliyopita haikuwa hivi venye tuko sasa hivi. What inspired you to get to the music? Kwa sababu kulikuwa na shughuli mingi, ungeenda unaanza kufanya acting ambayo bado utakuwa unafundisha jamii. Unaweza kuwa ungeenda ufanye kitu kingine pale, bado ungekuwa hata mwalimu ufunze jamii about the culture. What inspired you into the music career? What inspired me to music ni nimefanya muziki ni kama vile nimekuambia hapo awali ama kwa siku chache zilizopita kwamba ni kuelimisha jamii yetu. Hata hivyo ni kwa ajili ya kutafuta mapato, ipo kwenye hiyo harakati ya kufanya muziki. Kwa hiyo kijibidi sana kufanya muziki ili niwatumie wa jamii yetu ujumbe kupitia kwa muziki na pia nitafute mapato kupitia pale kwenye muziki bado. Kutoka uanze muziki umekuwa na kina nani kwenye safari? Kwa sababu sidhani uliamka siku moja ukasema mimi naweza imba, ukaenda studioni ukarekodi. Ni lazima kuna mtu ulikuwa umeangalia mahali ukaona ningetaka kuwa kama ule mtu. Nani aliye kupea ile momentum ya kujoin muziki? Kama kawaida navyosemanga mimi mwenyewe, mwenye mfanya mimi nifanye muziki. Mwenye mfanya basi nimemuona na kisha mimi nikaona naweza fanya pia muziki ni babangu mzazi. Babako mzazi? Babangu mzazi. Babangu mzazi ni mwanamuziki kutoka kitambo. Amekuwa kwenye music industry kwa miaka zilizopita. Ingawaje unajua hiyo muda na wakati huo haukuwepo na hizi vitu za social media, ilikuwa ni compact discs, tunaelewa zile. Kwa hivyo ingekuwa ni TikTok sasa ingekuwa na trend. Tungekuwa na mzee pale kwa TikTok. Lakini haikuwepo hiyo wakati.
Yeah. So mwenye amefanya mimi nipende muziki ama nifanye muziki ni babangu mzazi, kwa sababu nilimuona afanya muziki nzuri, na pia ninajua nina kipaji, kwa sababu nasemanga mtoto wa nyoka ni nyoka, lakini wa siku hizi wanabadilika, wanabadilisha na miadarati tu. wa siku hizi, it's normal. Hamna, mtoto ni mtoto, sidhani kama wanabadilika kwa sababu ya nisisemi ya kwa sababu ya vijana. Wacha tuwekelee technology. Umekuwa kwenye muziki, kuna mtu umeshika mkono ama uko na young Samilamsi mwenye unajua nikienda kuperform mahali ako on my back, anyone or planning to have anyone? Yeah, kikweli mimi niko na a group of musicians. Niko na team kubwa sana ambayo tunafanya na muziki pamoja. Kama vile nilianzia muziki, nilianzia kwa kuajiriwa hapa na pale kwenye sekta tofauti kama kwenye maeneo tofauti, na nikakuja mpaka mimi mwenyewe nikatengeneza bandi yangu ambayo tunafanya na inaitwa Shining Star Music Band. Niko na wasanii kama 5. Oh, that's nice. Yeah, so niko na wasanii nyuma yangu pia mbele yangu, kwa sababu tunasemanga as long as tumeshikana kama wasanii, hakuna mkubwa hakuna mdogo, wote sisi ni wanamuziki, tunafanya kazi pamoja. Yeah. Changamoto ambazo zimekuwa zinakukumba kwenye muziki, ila tu usitaje ile moja ya wanawake. Sisi kama wanaume tulizoea hiyo kama majaribu. Changamoto yenyewe iko kwenye muziki ni kwamba muziki yenyewe ni changamoto, kwa sababu muziki ni kitu ambacho inafaa ujiheshimu mwenyewe na kisha ujiweke kwenye kiwango ambayo watu watakuheshimu, kwa sababu wasemanga mwanamuziki ni kioo cha jamii. Kwa hiyo kila mtu anatarajia akiweza kukutana na mimi leo anakutana na mtu tofauti sana. So tukikutana kama mimi sina muonekano mzuri, kama mimi mwenyewe sijajiweka vizuri, ama tabia zangu na mienendo zangu kule nje hayapendezi jamii, basi hiyo ni changamoto moja kubwa sana. Vile vile changamoto ya kufika kwa studio, kupata management pia ni changamoto. Kwa hiyo kwa muziki kuna changamoto, kama vile nilikwambia hapo awali kwamba muziki ni kazi kama zile zingine tu. Kwa hiyo hakuna kitu haina changamoto. Yeah. Okay. Iko mpango unapanga kutoka kwenye muziki wa culture ingie mbongo kidogo ama mapiano? Labda sio unavyokaa ukipatiwa mapiano unaweza icharaza vibaya sana. Kikweli mimi naweza imba na chochote kile, iwe ni rumba, reggae, mapiano, bongo, lakini kwa hivi sasa tunasemanga muda mwafaka ama muda mzuri ni muda wa Mungu tu. Mungu ndiye anatupangia maisha vile tunavyoishi, vile tunavyokuwa. Kwa hiyo nadhani basi Mungu akipenda, kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tutaenda kiwango nyingine. Yeah. Okay. How do you treat your fans? For example, kama Mandim, tuseme umeenda kwenye show, Mandim mafans wako wote, all eyes are at you. How do you treat them? Kwa sababu kuna wasanii wako na hiyo changamoto. Unajua tunaulizanga swali ndio ukijibu usaidie msanii mwingine pale nje. Ukienda uwapate unawatreat aje? I usually used to treat my fans as my beloved ones, as my sisters and brothers. Kwa sababu unajua mafans wetu ndio maboss wetu. Sisi hatuna ofisi nyingine ila muziki tu. Kwa hiyo maboss wetu ama wanaotuajiri sisi ni mafans. Kwa hiyo vile ambavyo unaweza treat your boss ndivyo mimi naweza treat my fan. Yeah, so I respect my fans na nawapenda sana kwa sababu kwa ajili yao tuko hapa. Yeah, that's how I treat them. Kwa bado umesema wasichana, wajua ladies. Wajua pale kwa DM. DM. Mama ni kwa tofauti kidogo, lakini tukikutana kwenye ground tunakaa vizuri tu. Vile na sawa treat, wapokea, kukaa nao pamoja. Ila mambo zingine hapa na pale. Yeah. That's nice. Yeah. Na before utoke kwenye live yetu, ningetaka utuambie napeananga nafasi mtu kama ako na project anapanga kufanya ama anaenda kuachilia, tuimarket, tuipush hapa kule, akikaa kurelease ipate already the fan base iko created. Any project to release? Yeah. Kikweli nina mipango ya muziki mpya, sio moja.
nishafanya muziki mingi tayari, kwa hiyo nafanya tu natengeneza moja baada ya nyingine. Kwa hiyo bado nina project mingi sana ambayo nitakuja kuachilia hivi karibuni. Bado ni kazi kubwa sana ambayo naifanyia kazi, kama vile mnajua sasa tuko mwezi ngapi sasa hivi? Mwezi wa 5 tunaelekea kwa leo kufikia hapo mwezi wa 8 pia mimi nitakuwa na uzinduzi wa album yangu. Kwa hiyo mwezi wa 8 tangia tuanzie muziki ama tangia muziki mimi mwenyewe sijaifanya uzinduzi. Sijaifanya album launching kwa sababu unajua maybe ndio unajua album launching yangu sijawahi fanya mimi mwenyewe. Tuko tutakusupport. Thank you. So nitafanyia mswalani hapo. Kwa sababu tushapangia tuweka mikakati na nini, tushatenga kama vile president anasema. We isikuwe ni one time. Mnazileta kama ni one time. Don't lose. Isikuwe ni one time. Wacha tu sukume kuisukuma kabisa. So mswalani kwa majina ya Mwenyezi Mungu tunafanya uzinduzi wa album yangu. Nashukuru bro kwa hiyo time. Social media unajitaje ndio waweze kufuatilia kazi yako? Okay. Sami Ramaz Music, Facebook Sami Ramaz Music, Instagram Sami Ramaz, nadhani Twitter Sami Ramaz, kila mahali Sami Ramaz tu. TikTok pia Sami Ramaz, unajua. Facebook Sami Ramaz Music. That's great. Till next time. Shout out. Thank you very much.